For the first time kwa watu wa kusini, unaweza kaona kwamba tunaweza kuanza very soon ujenzi wa kule, kutokana na watu ambao wanakuja. Tulifanya presentation moja ambao Mheshimiwa Rais ndio alikuwa mwenyekiti, kwa Morocco kama sikosei, kwa ajili ya kutafuta fedha. Rais mwenyewe wa nchi anaenda kutafuta fedha, na nakumbuka wakati ule wala ambao walionyesha interest ya kutaka kutoa pesa, tulipata almost karibu bilioni, almost 2.2 bilioni. Ujenzi wa kule una pesa inahitaji nyingi kidogo, lakini kwa juhudi ambao naziona zinazoendelea ndani ya serikali, ujenzi wa kusini wakae mkao wa kula, tutaanza ujenzi wa kusini. Ni wakati pekee ambao naweza nikasema with confidence. So unapomwona mkuu wa nchi yeye mwenyewe anakwenda kusema nataka hii reli ijengwe, ni jambo tofauti kidogo. Nimekuwepo miaka 10 TRC, sasa naingia mwaka wa 10 sasa hivi. I mean what I'm saying. Kwamba for the first time naona ile nguvu ya serikali ya uhakika kwamba tunataka tuanze ujenzi wa kusini. Sasa kuna procedure nyingi zinaendelea ndani ya serikali, lakini kitu ambacho naweza nikawaambia tu ni kwamba tuko kwenye hatua nzuri sana ya kuanza ujenzi ule. Na ujenzi utafanywa na private sector kwa sababu moja tu nzuri. Madini Liganga Mchuchuma hapo pale. Kuna Liganga na Mchuchuma. Maana yake tuna off-takers already, mzigo upo. Sio kama ile ya kati kwamba tunajenga itastimulate bandari itakuwa efficiency, mzigo itaongezeka, reli itapata mzigo. Kule mzigo tayari ipo. Na ni reli ile ya kusini, by the way, kwa watu wa kusini ina historia kidogo. Ile reli ilikuwa ni reli ambao walikubaliana wakuu wa nchi wakati ule marehemu Mkapa, Lei Mwanawasa wa Zambia, Bingo wa Msalika wa Malawi, na Mzee Chisano. Katika watatu wameshatangulia mbele za haki, mmoja ndio bado yuko hai. Na lengo ile reli ile sio tu inahudumia watu wa kusini, inahudumia Malawi, Zambia, sehemu ya Zambia na Mozambiki. Ni reli ya kimkakati kwa maana ya SADC. Kwa hiyo kuijenga is not an option, just a matter of time. Kama nchi lazima tuijenge ile reli. Na nataka kuwapa taarifa tu kwamba tangia tuanze tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Mafanikio ya kwanza kabisa ni nia ya kwanza kwa treni, kwa sababu ni treni ya abiria. Kwa lazima tuzungumzie habari za abiria. Ukizungumza mpaka tarehe 19 ambapo Mheshimiwa Rais aliapishwa, tulikuwa tulishasafirisha abiria milioni 2.1. Na tulikuwa tumeshakusanya makusanyo pesa za Kitanzania bilioni 59. Kwa nini hii namba ni muhimu sana mkaielezea katika kuhabarisha Watanzania wakajua vizuri? Reli yetu ya zamani ukijumuisha na Tazara, sina uhakika tulikuwa tunafikia hata nusu milioni. Yani hiyo ndio magnitude, yani ndio ukubwa wa transformation ya kitu ambacho kimefanyika katika taifa letu. Ni beyond thinking ambao sisi tulikuwa tunaona, pengine viongozi wetu kwa maono yao walikishaona tayari. Kwa ukiangalia katika miezi hiyo, nazungumzia takriban miezi 7. Sasa tulianza tulipoanza ilikuwa na treni moja tu inazunguka kutoka kuanza kabisa rasmi na kuongeza treni. Mheshimiwa Rais alipokuja kutufungulia rasmi ndio tulianza kuongeza hata treni, sasa tunaanza uendeshaji. Kwa nazungumzia kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 2. Na mwezi wa 3 hapo mwanzoni tarehe kuzungumzia siku 19. Ukizungumzia habari ya 2.1 milioni, ni transformation kubwa sana kwa Tanzania. Lakini inatupa picha gani? Watanzania wanataka vitu vizuri, si ndio hivyo? Wanapenda vitu vizuri. Na pengine inatuelezea vile vile uzalendo wa nchi yetu, kwamba watu wameona jambo limefanyika, serikali ya awamu ya 6 imelikamilisha na umeliitikia kwa ukubwa wake. Na pengine kwa ukubwa pengine zaidi hata kuliko tulivyofikiria sisi watu wa reli. Kwa ni jambo zuri sana kwa TRC, lakini ni jambo zuri sana kwa nchi yetu, na ni jambo
kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais katika mambo ambayo ni yako significant kwa Watanzania. Hili ni mojawapo. Sasa kuna mengine kuna kama nilivyosema, tumeshafanya majaribio ya treni yetu ya mzigo na tunajipanga kuanza mzigo. Na ni kitu muhimu sana, na Mheshimiwa Rais nafikiri alisha akitolea maagizo tayari kwamba treni ya mzigo tujipange tuanze. Ni muhimu kwa sababu tunataka vile vile tuone transformation kwenye upande tunavyobeba mizigo mizigo yetu. Na ina maana kubwa sana nitakapokuwa nazungumzia faida. Kwa nini tunahitaji kubeba mizigo tuipeleke kwenye reli? Ina maana kubwa sana katika taifa letu. Na treni ya mzigo kama mnavyojua, bewa moja itakuwa na uwezo wa kubeba zaidi ya tani 140. Sasa ukitoa tare weight ni ile uzito wa behewa. Mambo ya reli hayo. Tunaweza kubeba mpaka takriban tani 120. Reli yetu ya zamani ile ina uwezo wa kubeba tani 40 tu. Kwa reli hii ina uzito, maana yake na uwezo mkubwa mara 3 ya hiyo. Na ukiangalia kwa mfano bewa moja tu inaweza likabeba uzito wake, kwa maana reli yetu inaweza kahimili kubeba uzito wa tani 120. Hayo ni kwa magari ya tani 30 magari mangapi hapo? 4. Bewa moja. Yaani unaweza kuona kwamba magnitude transformation ambayo tutaweza kuiona hata kwenye mzigo. Sasa kwa nini tunazungumzia habari za reli na ukubwa wake? Nafikiri kikubwa zaidi hapa tunazungumzia faida za reli. Kwa nini tunawekeza mapesa yote haya? Tunazungumzia sasa trilioni 29, almost trilioni 30. Kwa nini zinawekezwa hizi pesa zote huko? Ni kwa sababu ya faida ya kiuchumi ambayo tutaweza kuipata. Na reli kwa maana jiografia nchi yetu, it's not an option, it's a must. Sio nchi vidogo, unakuta kinchi sio na square meter sio ngapi, sitaki kuzungumzia sana kule, lakini nchi yetu tunazungumzia takriban square meter milioni 1 huko. 950 ngapi. Ni nchi kubwa. Kiuchumi huna option yoyote zaidi ya reli. Na ndio maana unaweza kaangalia hata Wajerumani wenyewe waliliona hiyo miaka 100 iliyopita kule. Wakajenga reli. Kwa sisi kama taifa hatuna budi, na tunawashukuru sana viongozi wetu kwa maono haya na usubutu mkubwa, kwa sababu sio tu kusema jengeni, lakini inabidi wazitafute pesa, si ndio? Ndio maana Mheshimiwa Rais anahangaika huku na huku kwenda kutafuta pesa. Huu ujenzi uweze kuendelea, ni lazima pesa zipatikane. Na mmoja wapo nafikiri kuna watu walikuwa na wasiwasi sana kwa hii sasa miradi mikubwa hii. Na mmoja wapo alikuwa anazungumza ile SGR, hili itaendelea wakati anachukua madaraka, si ndio? Kama tulivyozungumza wakati ule tuyazungumze hivyo. Tuliyazungumza wazi, miradi tuna wasiwasi, yataendelea haya. Tuliyazungumza, si ndio? Na hapa tuzungumze, yameshatimika sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana kwamba mambo haya ambayo tulikuwa na wasiwasi, nilikuwa ni wasiwasi ambao ni legitimate kabisa kwamba mambo yametokea. Rais mpya anaingia katika mazingira ambayo hatukutegemea kila mtu mmoja. Wasiwasi lazima uwepo, ni kama nyumbani baba akiondoka nini sio nini, watoto watakuwa na wasiwasi. Lakini wasiwasi wetu maana yake majibu yake tunayo, si ndio hivyo? Kwamba yale Mheshimiwa Rais aliyoahidi ameweza kuyatimiliza na kuendelea na mengine ambayo ameahidi. Sasa kwa nini nazungumzia faida? Uendeshaji wa faida za uendeshaji wa SGR tunazijua hapa, hata tukianza kuulizana hapo unaweza kusimama. Tumepunguza masaa mengi sana. Watu wanaweza kaenda, kuna mtu mmoja, bosi wangu mmoja alikuwa ananiambia, yeye sasa hivi asafiri na usafiri mwingine tena. Anatoka hapa Dodoma, anaenda kufanya kikao Dar es Salaam, anamaliza saa 1, treni ya saa 1 anaingia, anarudi ana familia yake hapa nyumbani. Imetoa flexibility kubwa sana. Na hiyo ni faida moja hapo, watu wanakuwa na quality time. Badala ya kwamba ukisha safiri siku ya kwanza umemaliza muda wako wote. Kwa hiyo ni quality time, yani muda, watu wanapata muda wa kupumzika.
watu wanakuwa na nafuu kwamba anaingia kwenye gari ya kurudi, pengine anahitaji siku 2 kufanya shughuli moja. Sasa hivi masaa yale kwanza shughuli zingine anaweza kuzifanya wakati anasafiri. Lakini kupunguza masaa, nimezungumzia masaa ya kusafiri. Najua kwamba kuna wakati dada ya magari makubwa unaweza kutumia masaa 7. Lakini kwa mabasi kwenda mpaka masaa 9, 10. Nategemea na basi, wengine mpaka 12 huko njiani tu. Unapunguza mpaka masaa 3.5. Na ile ya mchongo ni masaa 3. That's transformation. Sio kitu, unajua ukitaka kujua ukubwa wa hii kitu, kwa siku tunasafirisha takriban, inategemea na high peak watu 7,000, 6,000, 7,000. Kwenye low peak, high peak tunaenda mpaka 10,000. Sasa hebu jaribu kupiga mahesabu kwamba katika masaa 10, tufanye average masaa 10, tusende 12 extreme. Mtu ametumia masaa 3.5. Au average itakuwa masaa 3 na dakika 20. Tunazungumzia umesema masaa mangapi hapo? Masaa 7. Yapige kwa watu 10,000 au average ya watu 8,000. Those are productive. Yaani unajua ambao usiangalia katika ukaribu tu. Hizi ni productive hours ambao watu wanafanya productivity. Kwa sababu resources pekee ambao huwezi ukairudisha ni time. Unaweza kupoteza pesa 20,000 ukaitafuta. Time huitafuti, imekwenda hiyo. Na ukitaka kama hujui kama imekwenda, wewe jiangalie yako mwaka jana ulikuwaje, mwaka huu ulikuwaje.